أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلى ربنا لمنقلبون. Salama na salama. Siku nyingine Jumapili ya Jumatatu leo, Mapinduzi Day, yani serikali ya Tanzania na Zanzibar, serikali mbili zimeungana of course. Kila serikali ina naniliu yake, ina mamlaka yake. Kwa siku ya leo ya tarehe 12 mwezi wa kwanza miaka 1960 na ngapi, 64 huko. 64 na ngapi? Sijui mwaka 64 na pili. Kule Zanzibar walifanya mapinduzi ya serikali. Bosi walipigana kidogo, walikuwa wanafuja wana Waarabu, walikuwa so wale wangazija si Waarabu wanaoongoza sasa hivi Zanzibar. Walikuwa Waarabu, walikuwa hawataki kuachia ile nchi. Kwa hiyo ilibidi wafanye kidogo purukushani ili kuichukua ile nchi, kuikomboa, wenyewe wanasema kwa Waarabu wanavodai. Kuna mapigano kidogo yalitokea, watu walikufa, wengine walishinda, na kwenye mapambano kuna kushinda na kushindwa. Kwa Waarabu walishindwa, kwa wanatawala pale, kwa walikubali kuondoka, wengine walikufa kwa sababu tunajua tena mambo ya kupigana lazima patikane mshindi. Kwa walioshinda wakapindua nchi, ndio wakachukua nchi. Sasa ile tarehe ile ya mapinduzi ile kutoka kwa Waarabu kuchukua hao wanaoongoza mpaka leo hii huko Zanzibar. Ndio tarehe kama ya leo, miaka hiyo ngapi? Kwa lazima waiadhimishe, kwa sababu sio jambo dogo kuweza kumngoa mtu fulani alafu ukachukua wewe, na mpaka leo bado unaendesha wewe. Sio jambo jepesi yani. Waswahili wanakwambia kama unataka kuongoza utaongozwa. Wewe kama wewe bwana unahisi mimi bwana siwezi kumuongoza mtu, wewe inabidi ukubali uongozwe. Ukikataa kuongozwa, ina maana wewe pia unataka kuwa kiongozi, haijalishi ni kwa namna gani. Kwa hiyo unatakiwa upambane, sio kuanza kuongea. Kama ni kuingia kwenye siasa, ingia ili na wewe uje kuwa kiongozi. Sio tena unasema unataka kuongozwa alafu na pia anayekuongoza umtake. Hizo zitakuwa sasa ni jeuri, sawa sawa na kusema imani yetu sio Waislamu. Unajifanya Muislamu alafu mkubali mtume. Hiyo sasa huo ni Uislamu, utakuwa sio Muislamu tena. Utakuwa una mambo yako mengine. Unapomkubali mtu inabidi ukubali na kuongozwa kwake. Ukiona ukubali kuongoza, kubali kuongozwa. Narudia pale, ukiona hutaki kuongozwa, jua na wewe unataka kuongoza, haijalishi ni kwa namna gani. Kwa hiyo unapoanza kumpinga tu kiongozi, jua na wewe unataka kuongoza. Kwa kama unataka kuongoza, sio rahisi kumtoa yule anayeongoza kama. Kwa lazima kidogo kashikashi ziwepo. Haya watu jana unadini mradi tu waweze kuongoza watu, wanataka na wao kuongoza. Sio kwamba wanajifanya eti wanataka
kukomboa, huo uongo. Yaani hao hawataki kuongozwa na hao wanaoongoza. Mbona wao wanataka kuongoza? Sasa hivi 3,000 3,000. Warehouse. AP. Bwana ndio hivyo bwana, natia mafuta pale shilingi 3 ama. Nilikuwa na safari yangu ya huku Kigamboni mpaka kazini huko, na kutoka kwa hiyo Ubungo sasa hivi naenda kazini. Naingia shift huko bwana, kama walinzi naenda kulinda huko. Naingia saa moja kamili, atakuwa niwe shift tayari bwana. Huku ninapokaa na spidi yangu ya pikipiki na wastani wa maximum 1 hour kufika eneo ninalofanya kazi. 1 hour kufika sehemu ninayofanya kazi. Hiyo na kazi Ubungo, kwa hiyo 1 hour inanitosha kutoka hapo mpaka Ubungo. 1 hour. Spidi ya kawaida, spidi salama kabisa, wala sikimbii sana mpaka Ubungo. Hata kama kutakuwa na foleni kiasi gani, labda na foleni za huku, hata kama itakuwaje, lazima utapata upenyo kwa pikipiki ndogo, inaweza kupenya zaidi. Kwa nikitoka pale nyumbani kama saa 12:30, saa 11:30 mpaka kufika Ubungo kama saa 12:30. Lakini sasa njiani tunajua tena, mara utaweka mafuta, labda unaweza ukawa kuna sehemu unataka, kuna kitu unataka kukiangalia, ukasimama kidogo dakika 2-3 ukafanya hivi, ya mambo ni mengi. Kwa unaweka tolerance nyingine ya nusu saa nyingine kwa maximum, nataka mkichungulia nini, baada kufikia saa 12 kasoro, saa 1 kasoro, kana nilio zangu hizo za kunini hizi na kuonyesha Afrika. Lakini kama unatumia gari muda unazidi, ni shortcut ya kufika kule ninapoenda. Lakini sasa tathmini yangu nilowahi kuifanya miaka
maana na muda mrefu of course mimi ambao nimeshafanya mpaka tathmini. Tumia hiyo njia ukaizoea, na kwa uwezo tena kupita sehemu salama. Na hiyo njia ukishaizoea ndio unapita mara kwa mara, na kwa inaua sana sprocket. Yaani sprocket inakuwa inarudi nyuma. Hizi pikipiki bwana tokio unapiga sana shimo, na ile njia ina mashimo, sprocket ina tabia ya kurudi nyuma. Kwa unajikuta utaanza kwa adjust. Kwa na mipango ya kwa adjust, lakini unaanza kwa adjust kila siku. Ukishaanza kwa adjust tena basi basi ipendelei sana. Bora nikapita langu kwa langu, sehemu ambayo unaweza kuikwepa inabidi uikwepe. Boom 1K. Leo bwana nimepata elimu moja, ngoja ni share na nyinyi. Fans wangu bwana, nao nifuatilia. Bwana nafuatilia hii wanaita Seko. Beti Seko, yani hizi beti za simu, beti za simu na beti zile za sola. Nilikuwa nafuatilia of course kujua katika kusoma nikakuta sehemu anaandika hizi beti za sola na ni live. Ni lithium ziko za aina nyingi. Kama lithium inayotumika kwenye simu ni lithium polymer, wanaita lithium ion polymer, lakini lithium inayotumika kwenye sola hii lithium ni lithium lakini life POH4 life 44. Sasa nikawa nafuatilia hivi bora na hivi. Sasa nikawa nataka kujua, maana niliambiwa bwana hizi betri Seko yake sijui naishi kwa Seko na nilio fulani. Sasa nikataka kujua, je, wanapoongelea Seko wanaongelea kitu gani? Maana mawazo yangu Seko ilikuwa ni matumizi. Sasa kumbe ni tofauti. Sio matumizi, ni kuchaji. Unavochaji mara ngapi simu? Kumbe bwana sio. Nachoua simu sio kuchaji. Hiyo kinaua kuchaji, lakini kwa asilimia chache sana. Kinachopunguza Seko lazima simu Seko inaniliwi isogee kwa sababu si unatumia. Lakini sasa ile Seko ni nini? Seko iko vipi? Kumbe ni matumizi. Matumizi ya ile beti
simu unapotumia. Yaani mfano unatumia simu 20% au 30%. Kwa simu wenyewe wametemu kwamba kutoka 20% mpaka 30 ni half cycle. Yaani half cycle yani. Na half cycle ni 0.5. Kwa hiyo ili timie cycle mfano kama simu life cycle yake ni betri za simu 800 mpaka 700 ambayo ni ndogo. Sio kama zile na niliuzile kidogo ndo life cycle yake ni kubwa zile za solar. Kwa maana simu bwana hawataki kutumia ile betri za lithium na niliwi ile. Wanatumia hizi na niliwi betri za lithium polymer wanaita. Kwa maana hiyo sasa masuala la seko ukitumia mfano simu kale maana nashauri simu usitumie mpaka 10%. Yaani kiasi ukitaka kuchaji simu usiache simu ikaenda mpaka 0. Yaani ikaenda mpaka yaani simu ikatumia chaji mpaka 10% ngapi? Pesi hivyo bea. Pesi cha alizi. Alizi basi. Pesi. Jangan apa. Maana hiyo sasa. Kwa ile matumizi yale kama mfano unatumia ile betri unatumia 20%, inakuwa bado haijafika half cycle, inakuwa ni kama 0.5 cycle kama matumizi yale. Ukaja tena ukatumia labda siku ya pili 30%, unakuwa umeshatumia tena 0.3 kujumlisha na ile 0.2 na kwa 0.5. Kwa ukija ukatumia tena mpaka siku uje umemaliza ile labda 100% ndio unakuwa umemaliza seko ya 0. Yaani umemaliza seko moja. Kwa kama ni betri ina life cycle ya 700. Kwa maana kama wewe 100% za betri unatumia betri ya 100% kwa siku moja zinaisha. Kwa maana kwenye 700 unakuwa ushapunguza 100, seko moja. Kwa hiyo sasa wewe kila unapotumia ile simu ukao unaimaliza seko, yaani unamaliza kabisa hapo ndo unachaji. Unakuwa unaua 100%. Kwa hiyo hata kama mfano umetumia 20%, yaani hata kama utachaji kwa sababu haijatimia ile ngapi? Hiyo ngapi? Hiyo 100%. Hiyo na nilipa seko moja unakuwa unahesabika ile mpaka utumie ikamilike. Kwa kama unatumia 20 leo, utatumia tena 20 kesho. Ukachaji, ukija kutumia yaani ndio hivyo tunavyohesabu. Yaani 20% kama kwa maelezo niliyosoma pale. Yaani kutumia betri 20% na umetumia labda 0.2. Kwa ukija kutumia tena 20% na kwa hesabu tena 0.2 na jumlisha na ile na kwa 0.4. Ukaja ukatumia 20% labda kwa siku nyingine tena. Kwa ina count down hivyo. Kwa hata kama utachaji, yaani katokezea mathalan ukaichaji ile betri kabla 1% ngapi zile hazijatimia,
zile asilimia ngapi zile, hiyo asilimia 100 haikufika, bado haiwezi kuathiri chochote. Labda chaji kitakachoathiri nilichosoma ni swala la chaji. Ukiwa unatumia fast charger inaharibu betri. Kwa sababu gani? Simu inakuwa ina force kuchajiwa kwa haraka, kwa hiyo inakuwa inapata moto. Sasa kama inapata moto kwa sababu inavuta kwa haraka, lazima betri pia pale inapoteza lifespan, inapungua. Kingine ambacho nimesoma pale kinachoharibu pia betri, ni pia ni matumizi ya simu. Ndio unatumia mfano mtandao au nini, kuna simu nyingine zinapata moto. Yani ukitumia mfano kamera, kama simu yangu mimi tumia kamera kwa sababu ina nilio kubwa, inakuwa yani inapata moto. Sasa kitendo cha kupata moto pia inapunguza lifespan ya ile betri, life cycle ya ile betri. Kwa pia sio afya sana. Vitu kama hivyo tunaharibu. Hii yote ilinisababisha nisome kwa sababu nilikuwa nataka kununua hii betri ya sola ya lithium. Kuna bei kubwa sana. Kama bei kubwa inabidi kujua pia kitu kishakinunua bei kubwa ujue unadumu nacho kwa muda gani. Ndio nikawa nasoma. Kwa hiyo wameandika zina life cycle 5. Na kama unatumia load ndogo, mfano umejiungia kwenye load ndogo, umalize. Yani mfano kama mimi load yangu labda nimenunua betri la kilowati 5100 labda, lakini load yangu mimi ni kilowati 1000 kwa mathalan. Kwa maana hiyo mimi katika ile kilowati 5000 ukitoa kwa ile kilowati 5000 kwa 1000 ukaigawa kwenye percentage, unakuja kupata wastani kama asilimia labda 20 tuseme ya betri. Kwa mimi ile kwa siku moja ile life cycle ile ya betri asilimia ngapi, natumia asilimia 20. Kwa maana hiyo likijaa ile betri ile asilimia 20 kwa siku, ambayo certification ni 0.2, na kwa bado sijafika asilimia 1. Kwa kama ni asilimia 1, kwa maana ile lifespan ya ile bwana ni hatari sana. Pesha basi ya. Kwa maana hiyo kama naweza kutumia asilimia 20 kwa siku, kija kukalkulate ile life cycle ya 5000 asilimia 20, ile betri mimi nitaitumia hata miaka 13. Japo kwa hata kuna factor effect hapo, joto labda uliweke sehemu ambayo haipati joto. Sasa kwa miaka 13 kutumia ile betri kama backup, so miaka midogo unajua. Kwanza kuna factor hizo effect. Kwa hasa ni tuseme pale betri nilinunua mfano milioni 1, labda milioni 1 hiyo na 200,000 labda au 300,000. Wakati nitumia ile betri takriban kwenye swala zima la nini, za matumizi ya nini tunaita backup, kwa katika umeme labda au mchana, inakupunguzia cost ya mfano friji labda unaliunga pale
nachukulia masala maana wiki labda umeliunga pale kwa mchana wiki umeliunga pale TV umeunga pale na mchana ukawa unatumia direct labda panel za sola kwa unakuwa kama ampia 3 au 4 za AC mchana unakuwa nyingi kwa umeme unakuwa umereduce ampia labda sio masala ni ampia 5 mara 220 kama 10 na ile kama 1100 yaani watu 1100 umezi naniliu na umepata umeme wa uhakika. Maana na uzuri wa vitu hivi vya sola bwana, ukiweka unakuwa na uhakika mchana, hata kama siku umeme wameukata unakuwa na uhakika na kitu chako. Hata ukinunua samaki una wasiwasi, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinatesa pia maana unachukua kwenye friji ukatokezea umeme umekatika, kitoweo tunachonunua yani kama ni samaki, inawezekana unanunua samaki mpaka 200,000 au 1,800,000 na mafriji yenyewe siku hizi na defrost ya atengenezi barafu katika ndani ya masaa 12. Yani kwa namna yoyote lazima barafu zitayayuka kwenye friji, na zikishayayuka lazima zitaleta madhara. Maana hiyo utakuwa na uhakika wa hiyo, una wasiwasi. Kwa hiyo bwana, hapa mahesabu kwa vizuri sana.
ndo kunahitajika akili kubwa sana kufanya haya mananiliu. Jua unachokifanya ni kitu gani. Kwa naogopaga kwa sababu naofia hasara. Kwa mantiki hiyo nilipopiga hesabu, nitaendelea kupiga hesabu. Leo naona kitu ambacho kinanishughulisha leo nataka nijilinaji nao na nasi kama mdao nione. Je, kununua hiyo kwa hiyo miaka mingapi? Itakuwa imeniokolea chochote? Itakuwa sijapoteza pesa au inakuwaje? Ukiona sijapoteza pesa, inabidi nitafute kampuni nzuri sasa hizo beti. Shaipate inabidi ninunue, niache uoga. Sababu mwisho wa siku unateseka kwa vitu ambavyo ya kijinga kabisa. Mambo hela unayo, mradi wote ufanye, unateseka duniani na kesho unateseka vile vile. Fanyia mambo ambayo hayana faida na wewe. Mfano hiyo swala zima la maji, milia imeongezeka. Kwa panel inaona gharama Nisha nunua solar panel pampu. Kwa hiyo juzi tena nimeenda kukuta kuna kampuni moja pia imeshaleta hizo pampu. Nauza bei reasonable kabisa. Sasa siku nikipata mshindo nataka nikainunua hiyo. Kwa sababu nayo ya AC, ya backup ya AC pampu. Naweza nikakaa nayo pia. Tukesea hata shida. Kwa naiweka ile. Kwa kitu cha DC bwana kufa. Labda ni shughuli. Labda siku nikipata waya badilisha ile waya.
ongea na simu. Nishafika Ubungo maji, naingia kazini sasa. Tukutane tena kesho au muda mwingine, panapo majaliwa ya Mungu. Sina